kwa nini? Sawa. Jamani, nyanya. Kata kitu ambacho kinatufaidisha sisi. Maandalizi ya shamba. Yaani mimi hapo nitawaambia tu walisema. Kama boss mtagoma kumshawishi, hii video atakuja kulia. Atakuja kusema ile kampuni sitaki kufanya nao kazi tena. Sawa. Kwa nini? Maandalizi ya shamba ni sema ambayo inamata sana. Si umeona kuna mabonge makubwa hivi? Hata ukienda mimi nimetoka hizo kwa shamba Iringa. Yaani shamba nilima mara 3. Yaani unaona kwa laini. Ukiweka mche, shamba umelima mara ngapi? Mara 3. Shamba limelima kwa wima. Nikalima kwa ulalo. Tukafanya leveling, tukapiga haro yani. Haro kwa tractor. Alafu tukarudi tena barua tukaanza kulinyoosha. Haya umeona sasa. Ulipata kitu? Ndio. Ndio ukisikia mkulima kwenye kambili kwa mchumo wa 3 ametoa tenga 400. Huyo mtu hajachanganya. Tenga 400. Kwa mchumo wa 3. Okay. Hujambo mtazamaji wa Maco TV na karibu. Unapotaka kufanya kilimo biashara hasa cha mboga mboga na matunda, huwezi ukaweka mbali uzoefu, utaalamu na maarifa ambayo yanatolewa na wataalamu ambao wamebobea katika masuala haya. Na hilo ndilo ambalo mkulima Moses ambaye anafanya shughuli zake za kilimo Dumila hapa mkoani Morogoro ameamua kutufikia sisi na kuhatation ushauri, counseling na pia kuonyeshwa ni nini afanye ili aweze kupata tija katika kilimo chake cha nyanya. Moses ameamua kubadilika, sio kama wakulima wengine, na hivyo kuingia gharama na kulipa ili ahudumiwe na mtaalamu wetu Morgan Jamali ambaye amefika katika shamba hili ambao lipo Dumila, na hivyo kutoa maarifa zaidi na kaza wa kaza hasa kwenye maeneo makuu yafuatayo. Sehemu ya kwanza ilikuwa ni kwenye uandalizi ama kutayarisha shamba kwa ajili ya kilimo cha nyanya. Na baada ya hapo ni kwa namna gani unaweza ukaweka mbolea na ni mbolea zipi ambazo zinafaa katika kilimo chako cha nyanya na ni kwa wakati gani. Na pia nyanya kama mazao mengine yanashambuliwa na magonjwa na wadudu wa aina mbalimbali. Unawezaje kukinga ama kukinga nyanya zako dhidi ya magonjwa ama wadudu ambao wanashambulia? Na moja kati ya changamoto ambazo mkulima wetu amekuwa akizizungumza na hisi pia ni kwa wakulima wengi, ni kwa namna gani sasa anaweza akafanya practical management ya shamba lake, kwamba ni kwa namna gani, ni muda gani aweke mbolea, ni muda gani amwagilie maji, na ni muda gani aweke sumu ama dawa. Kumekuwa na maswali mengi ambayo mkulima wetu amekuwa akiuliza. Lengo aitaka kufahamu na pia la muhimu ni namna gani ratiba ya mbolea, sije? Hapa naeleza ratiba zote za madawa za mbolea. Unaweza ukafungia nyanya zako kwenye miti ama fimbo, na wakati gani wa kuziweka na wakati gani wa kuzifunga. Na pia wengi ambao mkiuliza kuhusu masuala ya booster, kwamba ni booster zipi ambazo zinahitaji kuzitumia, ni wakati gani ambazo, makosa gani ya kuepuka wakati unapotaka kufanya ama kutumia booster katika shamba lako la nyanya. Sijaona hapa booster unahitaji kuhusu kuchevusha maua. Sawa. Ili atoke mengi. Nilikuwa nisha sawa. Mambo ni mengi. Sasa kwenye booster, booster ziko nyingi. Kuna booster, unajua kwenye kilimo cha nyanya tuna phase kama 3. Phase ya kwanza inaitwa vegetation phase au vegetation stage, kipindi cha kutengeneza majani. Ndio. Phase ya pili tunasema ni flowering phase, ni kipindi cha maua. Hakika somo hili ambao unaenda kujifunza leo ni masterclass. Sio tu ni elimu ya nyanya, lakini ni kutoka katika field ama uzoefu ambao sasa sisi tumeamua kwamba watazamaji wetu wa Maco TV, watu ambao mnahitaji kufanya kilimo cha nyanya ama mpo katika kilimo cha nyanya, mnahitaji kupata uzoefu zaidi, hamuhitaji kupitwa. Usiondoke. Hii ni Maco TV. Ndugu mkulima kutoka Tanzania, hapa tupo Morogoro eneo la Magole Dumila. Ndio. Ya tuko hapa kwa ajili ya kuelezea hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho kwenye masuala mazima ya kilimo cha nyanya. Hapa tupo kwa mkulima mmoja anaitwa Moses bwana, ndio afisa kilimo wa hili eneo, na tuko hapa kwa ajili ya kujadiliana naye hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ili aweze kupata kilimo chenye tija. Hiki ni kilimo cha nyanya. Shamba letu liko hapo ni ekari takribani 3
na tupo kwenye hatua za mwanzo kabisa za maandalizi ya shamba na tumeanza kumwaga drip. Kwa hiyo karibu ufuatane pamoja na sisi kuanzia hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho ili uweze kujifunza. Kumbuka hii ni Maco TV. Usisahau kusubscribe, usisahau kushare na kucomment na kuuliza swali lolote lile ambalo unalo ili tuweze kukujibu. Karibu sana. Sasa kwenye kilimo cha nyanya kuna mbolea za aina 3. Mbolea za aina 3 kwa kuangalia virutubisho vya aina 3. Tunasema ni micronutrient, ni virutubisho vya muhimu. Virutubisho hivyo vinaitwa N, P na K. Na virutubisho hivi haviepukiki kutoka hatua ya kwanza mpaka hatua ya mwisho. Kwa maana ya kwamba tuko tunapanda tunatumia kirutubisho kinaitwa phosphorus. Phosphorus ipo kwenye mbolea za aina zote. Kwa maana ya kwamba ukitumia samadi kuna phosphorus. Lakini phosphorus hii waga inatofautiana. Ukitumia mbolea ya kuku ina phosphorus ambayo inaisha haraka. Ukitumia mbolea ya ng'ombe ina phosphorus ambayo inakaa kwa muda mrefu. Lakini utofauti kati ya mbolea ya kuku na mbolea ya ng'ombe ni kwamba mbolea ya kuku phosphorus yake inaisha mapema, ila ina react kwa haraka. Kwa hiyo inafanya kazi kama mbolea ya kiwandani, lakini zimetofautiana kidogo. Alafu mbolea ya ng'ombe phosphorus yake inakaa kwa muda mrefu, lakini ina react polepole. Kwa maana yake matokeo yake utaanza kuona polepole, lakini inakaa kwa muda mrefu. Kwa unaweza kulima saizi nyanya, ukaja kulima mahindi na bado yakafanya kazi. Kwa nini? Kwa sababu phosphorus yake inakaa kwa muda mrefu. Lakini madhara ya mbolea ya kuku ni kwamba kama maji ni machache, huaga inachoma kwa sababu ni very sensitive. Yenyewe inaunguza shina la mmea. Sisi tunafahamu mche wa nyanya ni laini sana wakati tunaanza kuhamisha. Kwa maana ile mbolea ikipita kwenye ile mifumo ya kusafirisha chakula tunaita xylem na phloem, inakwenda kuunguza kwa sababu ni kali sana. Kwa hiyo unakuta tunashauri mara nyingi kutumia mbolea ya ng'ombe kwa sababu inaenda polepole kabisa. Hii ni sehemu yetu ya kwanza. Kwa hiyo kwenye upandaji tunatumia mbolea zenye phosphorus. Na siku tunapanda ni vizuri zaidi kuwa na hii mbolea ya ng'ombe. Baada ya siku ya 7 tunatumia mbolea yenye phosphorus ya kiwandani ambayo tunasema ni DAP. Hasa DAP ziko nyingi. Kuna DAP hiyo ina phosphorus. Kuna Otesha ina phosphorus. Kuna fomi ya Otesha ina phosphorus. Kuna NPS ina phosphorus. Kwa hiyo mkulima akipata hizo mbolea ambazo nimezitaja asisite kuzitumia kwa sababu zote zina phosphorus ndani yake. Ukifuatia DAP ina phosphorus ya 46, ukifuatia NPS na 38, fomi ya Otesha ina 46 na mbolea nyingine na kadhalika. Kwa hiyo ukipata hizo mbolea isikutishe, tumia. Hata kama hauoni DAP tumia Otesha, tumia fomi Otesha, tumia NPS na kadhalika. Kwa hiyo kwenye hatua ya kwanza. Baada ya siku ya 14, wiki mbili kutoka kuweka mbolea ya DAP, unaweka mbolea yenye nitrogen ndani yake. Kwa nini? Tunaamini tarehe hiyo mmea umeshaanza kudevelop, majani yameanza kuwa mengi. Kwa maana una uhitaji wa kuongeza majani. Kama unahitaji kuongeza majani, maana yake tuweke mbolea zenye nitrogen kwa ajili ya kuongeza kiwango cha nini? Cha majani. Mbolea hizo ni zipi? Ziko nyingi. Tuna NPK, tuna urea, tuna SCA, tuna microbe, ziko nyingi. Lakini mara nyingi sana tunatumia mbolea ambazo zina mgawanyiko au tunasema zina proportions ambazo zimegawanyika ndani yake kwa upande wa virutubisho. Hauwezi kutumia tu mbolea yenye nitrogen peke yake, unaweza kuua mmea. Hatushauri mtu atumie urea kwa sababu urea ina 46 nitrogen. Kama ukitumia hiyo unatakuwa na maji mengi sana. Lakini ni bora ukatumia mbolea ya NPK au mbolea yote yenye NPK ndani yake. Mbolea hiyo ni ipi? NPK yenyewe. Kuna mbolea moja inaitwa Fomikuzia. Kuna mbolea moja inaitwa Microbe. Ziko nyingi. Hizi na NPK ndani yake. Sasa hapa kwenye matumizi ya NPK kuna kitu cha kuzingatia. NPK ziko zile mbolea za Yara na mbolea za Falcon. Nadhani tunaelewana vizuri. Mbolea za Yara na Falcon ziko tofauti. Ukichunguza kwenye ile cover utagundua kitu kimoja. Mbolea za Falcon zina N, P na K peke yake. Alafu mbolea za Yara zina N, P, K, alafu kuna calcium, kuna zinc na kuna sulfur. Hasa mbolea hii ni nzuri kama ukipata.
ambayo ina value hii ya yara. Kwa sababu ile sulfur inakwenda kufyonza kiwango cha nitrogen kisizidi kwenye ardhi, kisije kikaathiri majani ya mmea. Kwa sababu nitrogen unajua kikawaida au kiasilia kwenye ardhi pia ipo kwenye ardhi. Ndio maana washangaa kijijini mtu amelima hajaweka mbolea na mmea umefanya vizuri. Kwa nini? Kwa sababu ardhi kiasilia ina nitrogen. Kwa hiyo ukizidisha nitrogen peke yake unakuta mmea umeanza kuungua. Kwa nini? Kwa sababu nitrogen kwa mmea kiasilia upo. Na nitrogen tunasema ni volatile. Yenyewe inaweza kutoa vapor muda wote, inaweza kaondoka kwa njia ya hewa. Ushia kuona kipindi mvua ikinyesha. Kwa hiyo baada ya siku ya 14 ndivyo tunavyoweka mbolea zenye NPK ndani yake. Kwa sababu tunaamini kwamba mmea hapa unahitaji majani mengi. Kwa maana yake maotea yanatakiwa yawe mengi. Sasa kwa nini tutumie NPK tusitumie urea? Kwa sababu urea ina nitrogen 46. Yenyewe haina P, pia haina K. Inakwenda kuongeza tu majani. Lakini sisi lengo letu tunataka tukiweka NPK maana yake tukaongeza majani kuwa mengi kwa sababu ya nitrogen. Tukaongeza ile shina la mmea liwe pana kwa sababu pale ndo pana mfumo wa kupitisha chakula kutoka kwenye mizizi kuja kwenye majani. Kwa sababu ya ile K. Alafu tukaipe nguvu mizizi kule chini kuwa na nguvu ya kutafuta chakula, kunenepa na kutafuta chakula kwenye udongo. Ndio maana tunataka tuongeze mchanga uwe mwingi ili mizizi sipate shida ya kufyonza kwenda chini kutafuta chakula cha virutubisho ambavyo viko huko ndani kwa sababu ile phosphorus sasa. Ndio maana mwanzo wakati tunapanda ile siku ya 7 tumetumia nini? Phosphorus. Lengo ni nini? Kwenda kuongeza ile mizizi kuwa na afya na kutafuta chakula kwenye nini? Kwenye udongo. Nadhani mpaka hapo tumeelewana vizuri. Hiyo ni siku ya 14. Siku ya au kimbili mbele baada ya kuweka ile NPK. Siku 14 nyingine. Siku 14 nyingine tena. Yaani kitu nilichoona unaenda wiki mbili. Wiki mbili. Nishakupata. Hapo sasa tunaamini tupo karibu siku ya 35. Ndio. Kwa sababu 21 jumlisha 14 ni 35. Si ndio hivyo? Hapo mmea umeanza kudevelop maua, una majani na umeanza kuweka matunda kiasi kwa ukanda wenye joto sasa. Kumbuka nyanya ina siku 60 kwa maana yake hapo tumebakiza siku 20 na ngapi tu. Kufika siku 60. Huko na matunda kiasi yameanza kutokea. Majani yamekuwa mengi na maua ya kutosha. Na level hii ni level ambayo tunamfananisha na mama akiwa anazaa, akiwa mjamzito. Kwa sababu ni level ambayo maua ukifanya mchezo wa kuyapunguzia maji inaweza kukauka. Na maua kikauka ni matunda. Kwa maana kimepunguza mavuno ya kuvuna. Umenipata vizuri? Kabisa. Kwa hiyo kipindi hiki sasa ni kipindi ambacho tunatakiwa tupate mbolea zenye nitrogen, zenye phosphorus, zenye calcium na zenye sulfur. Mbolea hizo ni zipi? Kipindi hiki unaweza kutumia mbolea ya NPK ukachanganya na mbolea zenye calcium kama Keni au Nitrabo. Umenipata vizuri? Mbolea zenye Keni au Nitrabo. Ukipata Nitrabo ni vizuri kwa sababu Nitrabo ina 46 za calcium. Lakini Keni ina 21. Kwa maana yake Keni ina kiwango kichache cha nini? Cha calcium. Lakini sio shida kama ukipata, unaweza pia kuitumia kwa sababu ya uhaba wa mbolea. Na Nitrabo kumbuka haina ruzuku sasa hivi. Nadhani kuna baadhi ya maeneo haina ruzuku. Hata hapa kwetu haina ruzuku. Kwa hiyo kama ukishambwe NPK, yani mbolea zote unazozitaja ambazo unaona zina umuhimu mkubwa. Ndio maana nazitia tiki hapa. Hazina ruzuku huku kwetu. Ruzuku huku. Urea ina ruzuku. Sawa. Tuendelee hapo sisi tukakatisha kule. Sasa nini kinachoendelea? Upate hizo mbolea zenye, upate NPK, upate Keni, upate Nitrate. Ndio hivyo. Na upate mbolea kidogo hata NPS au DAP. Ushushe kidogo kiwango cha DAP. Yaani DAP hiyo chache? Ndio. Lakini calcium mpandishe hiyo Keni. Alafu NPK ifuatie kwa ukubwa. Kwa nini nasema hivi? Kwa sababu ndio tupo kwenye kipindi cha kuimarisha maua kuwa mengi, matunda kuwa makubwa na majani kuongezeka. Kwa maana yake nahitaji nitrogen, niongeze majani. Nahitaji calcium, nikuze matunda. Nahitaji K, niongeze maua. Nahitaji tena K, niongeze shina. Shina likiongezeka, pale pana xylem na phloem inasafirisha chakula kutoka kwenye mizizi kuleta kuju. Ikiwa na afya, inapitisha chakula chenye afya na kingi. Kwa maana yake mmea utakuwa unakuwa kwa haraka. Nadhani mpaka hapo tunaelewana vizuri. Sasa baada ya hapo ukimbili mbele. Ndio. Mfululizo wa mbolea utakuwa ni kuweka mbolea zenye calcium na potassium. Calcium na potassium mpaka tunamaliza. Okay. Ni zipi sasa?
ndio hiyo ulikuwa unaweka nitrabo labda pengine na NPK. Nitrabo au Yarawina. Umeshakusikia Wina? Ndio. Ipo. Ipo. Wina na yenyewe ina kiwango fulani cha NPK. Lakini nitrogen ziko nyingi. Kwa hapo utakuwa unacheza na calcium na potassium. Calcium na potassium. Kwa nini? Wina na nitrabo. Wina na nitrabo au labda pengine NPK na nitrabo. Kwa hiyo umekosa sana, hata urea unaweza ukaishusha kidogo. Isiwe nyingi sana. Ukaweka na nitrabo. Kwa baada ya hapo sasa ukishaweka hivyo utakuwa unaangalia labda pengine ukae wiki 3 mbele ndio uweke. Kikawaida kwa mkulima ambaye hataki kutumia gharama nyingi. Unajua haya maekezo ambayo nimeyatoa tunatumia mara nyingi kwenye mashamba darasa. Lakini kwa mkulima ambaye hataki kutumia mbolea nyingi, kwa mwezi angalau mbolea weki mara hizi mara 2. Kwa maana mpaka anachuma anakuwa mbolea imeweka mara 4. Sio mpaka umenipata vizuri. Mimi naamini mpaka hapo mbolea itakuwa ingia nyingi. Kwa mwezi angalau mara 2 ili kwa ile baada ya wiki 2. Sasa kama ukiweka kwa mwezi mara 2, maana kwa miezi miwili ni mara 4. Na hapo tunaamini wiki moja mbele utaanza kuchuma nyanya. Ukichuma tu toa ile maote yaliyokauka, tafuta mbolea moja ya Ken uweke au NPK. Ukichuma tu kama unataka kweli kuvuna mavuno ya michumo ile ambayo tunaiongelea kwenye YouTube michumo 12 kwenda mpaka 22, unatakuwa ile siku ya umechuma utafuta mbolea zenye NPK au Ken uweke, na maji kipindikio ya stop yaendelee kuwa mengi. Umenipata vizuri? Maji kipindikio ya stop yaendelee kuwa mengi. Yaani uendelee kumwagia. Maji yaendelee kumwagilia yeye. Na tunasema kwa kawaida kwa siku mmea weka ukichuma tuweke Ken. Weke Ken au weka hata NPK. Ili makusudi yale matunda yaendelee kuwa makubwa na maua yaendelee kuzaa zaidi. Na hapo utaendelea kuchunguza ukiona kuna fimbo labda pengine zimegama kidogo, jaribu kuzishindilia zikae vizuri ili mmea izidi kuwa imara. Ukija kule Iringa utakuta mtu amemaliza kuvuna alafu mmea umesimama tu hivi na mmea ni wa kijani. Yaani huoni huyu mtu amemaliza kuchuma au anaendelea. Lakini matunda yameisha na mmea umesimama tu hivi. Kwa nini? Yule mtu alizingatia vigezo vyote. Na amechuma, amevuna vizuri na amefanya vizuri. Sawa. Kabisa. Kwa sisi hapa tuwe mfano kwa kufuata vigezo. Tusikurupuki. Yaani tuende tu pole pole. Watu wana miamko baba nataka nipate amna. Fuata vigezo tu pole pole. Kama ni ratiba ya palizi fuata palizi. Hapo tupo kwenye mbolea. Twende kwenye madawa. Ndio. Kabla hujaenda kwenye madawa, kwa kawaida nataka weke gramu ngapi anapokuwa na mbolea? Okay, sawa, hicho kitu nilikisahau. Ndio. Kikawaida kwenye shina la nyanya tunasema tunaweka gramu 5 sentimita 10 kutoka kwenye shina. Gramu 5. Sasa mara nyingi shina letu waga tunaweka sehemu 2 kwa mtu ambaye labda hataka kutumia kulima kiufanisi na ana mbolea nyingi. Kwa mkulima ambaye yeye ndo anaanza labda pengine hana mbolea nyingi, anaweka tu upande mmoja, aidha upande wa kulia au upande wa kushoto. Sentimita 10 kutoka kwenye nini? Kwenye shina. Au mwingine hiki dola waga tunapima kwamba kutoka shina lilipo, kutoka hapa mpaka mimi nachimba shina hapa na shimo hapa. Na lile shimo lisizidi sentimita 2 kwenda chini, 2.5. Kwa ukichimba chini sana maji yakizidi yanaweza akachukua ile mbolea ikienda chini zaidi ya mahali ambako mizizi imeishia na mwisho wa siku kaharibu. Sasa kikawaida mbolea wao tunaweka sehemu 2, upande wa kulia na upande wa kushoto, sentimita 5. Lakini kwa mkulima ambaye hana mbolea nyingi anaweza kaweka upande tu mmoja, aidha kulia au kushoto. Lakini hakikisha wakati anaweka magugu yasiwepo shambani. Ndio maana waga nasisitiza sana magugu yasiwepo shambani. Yaani shambani kweupe kama tunavyoona shamba limekaa hivi. Ina maana tunategemea mpaka unamaliza kuchuma shamba lio jeupe hivi. Na udongo uwe laini na shamba limekaa jeupe. Alafu kuna unaweka unyevu uwe mwingi kwa sababu unyevu ukiwa mchache ile mbolea inaweza kaathiri nini? Mmea. Mmea unaweza kaanza kukauka tu ghafla. Na hapo mnaanza kusema ni bacteria wilt, kumbe hata sio na nili mmea tu umezidisha mbolea na mwisho wa siku maji yalikuwa kwa machache. Kwa hiyo kama unaweka mbolea kesho, basi leo piga maji mengi. Kesho amka chimbia vishimo. Ukishachimbia vishimo, weka mbolea yako, piga maji tena. Mbolea tushauri kuweka mchana.
Kwa sababu mchana wakati ambapo jua ni kali, kwa hiyo kiwango cha evaporation au unyevu kuchukuliwa kwenda juu ni mkubwa. Lakini sehemu nyingine mashamba ni makubwa, mtu unakuta ukimwambia siweke mchana, anafanya kazi asubuhi saa 12 mpaka saa 12. Kwa hiyo automatically unamruhusu tafanya. Lakini kiwango kinakuwa sio kikubwa sana, ni kidogo. Ili kuepusha huo usumbufu, ukishaweka piga maji mengi ili makusudi ile mbolea ilowane kwa haraka itumike pale chini. Nadhani mpaka hapo tumeona vizuri. Kwa kwenye mbolea tumemaliza. Kuhakikisha magugu yako shambani, unyevu ni mwingi, na hakikisha unaweka kufuata vigezo vile nimekuambia. Usichimbe kishimo kwenda chini, weka angalau sentimita 5, 10 kutoka pale mmea ulipo mpaka pale ambapo utachimba kishimo chako. Nadhani kwenye mbolea tumemaliza. Tunaona madawa kwa sababu sisi miche yetu tutainunua, basi tuanze shambani. Ndio. Kama tungekuwa tungeamua kuanzia kwenye kitalu, basi tungezingatia madawa yafuatayo, kwa sababu tunaamini hapo wanatuangalia watu wengi. Kwa lazima tueleze. Sawa. Sasa kwenye kitalu mara nyingi tukiwa tunatunza miche yetu, kuna magonjwa kadha wa kadha ambayo lazima yakushambulia. Yaani lazima hata kama ukisema utayaepuka, lazima yakushambulia. Kuna ugonjwa mmoja huaga unaathiri shina la mmea, unaitwa dumping off. Ule ugonjwa unatibiwa kwa dawa za fungus, dawa za ukungu. Nadhani wewe kidogo ni mkulima unaelewa. Ndio. Dawa za ukungu kama zile 72. Akina Ivory 72, wale wenye mango zebu Metalax, Copper, umeona? Wote wale tunawatibu kwa kutumia hizo dawa. Kama ikitokea hiyo nanili dumping off imetokea, wakulima wengi wanasema ni kata kiuno, kwamba inakata kiuno cha nini? Cha mche. Na ile utaanza kuigundua kipindi mmea umeshafika shambani, utaanza kuona mmea umeanza kushambuliwa. Yaani kama vile unaanza kuanguka wenyewe. Huko juu huko vizuri, lakini wenyewe unaanguka tu. Ukianguka kwenye shina umeungua. Umeungua ile ni dumping off. Unaanza kuitibu mapema kwenye kitalu. Lakini kwa sababu miche yetu tumesea kwenye nursery za greenhouse, kwa hiyo tunaamini kule wametibu vizuri kwa hizo dawa za fungus. Lakini pia ugonjwa mwingine ambao unaathiri tunasema ni chora. Ingawa sio sana, lakini kwa Morogoro upo na maeneo mengine ya ukanda wa joto, chora imekuwa ni changamoto na kitanzi kwa wakulima wengi. Chora tunatibu kwa dawa zote zenye imidacloprid ndani yake. Ukipata dawa moja inaitwa Dudumaina ni nzuri zaidi. Kwa sababu Dudumaina yenyewe ina kiambato ambacho ukipiga yenye inabaki siku 3 tu chora imeshafutika. Ingawa ni bei gari kidogo, nimeona baadhi ya maeneo mengine wanauza kilo 1,060. Robo kilo wanauza 15,000. Kwa hiyo ni nzuri zaidi vitu. Lakini mimi naongelea kukinga mmea dhidi ya huo ugonjwa. Kwa hiyo maana yake hata sisi tukishahamisha shambani tutakuwa tupata dawa za kukinga huu ugonjwa. Ugonjwa mwingine ambao ni hatari kwenye maeneo ya ukanda wa joto unatoka nitangaze tuta absolute. Nadhani wote mmeusikia vizuri. Mara nyingi sana tunatibu kwa dawa mbalimbali kama akina Snow Tiger. Nimeona kwa mara watumia Snow Tiger, watumia Seba. Ukienda Iringa watumia Snowmectin kwa sababu kule hakuna joto sana, kuna baridi. Kwa hiyo tumia hizo dawa kutibu kanitangaze. Hapo tumeshahama kwenye kitalu. Kwenye kitalu magonjwa kama hayo yanashambulia sana. Lakini pia usikose kuwa na booster kwa ajili ya kuendelea kusababisha ukijani kuwa mwingi. Booster zile zina NPK ndani yake. Booster kama kina Moquick, kama kina Mavuno, Super Grow, wengi wanatumia hizo booster. Agri Grow na kadhalika. Nadhani mpaka hapo tumeona vizuri. Hata tuje shambani ambako sisi tunakwenda kuhamishia miche yetu shambani. Ndio. Siku umehamisha mche shambani, kuna mdudu mmoja anaitwa spider mite huaga anakata kama kisu hivi. Ndio. Siku tumehamisha, tupata dawa za wadudu. Mfano Ninja, hizo tunaijua. Ndio. Snowmectin. Dawa nyingine za wadudu zote zenye Abamectin. Unaweza kawa nazo ndani. Siku tumepanda, mkimea tu kupanda, wengine wanarudi nyuma kwa ajili ya kupiga dawa. Mmenipata vizuri? Kwa hiyo unapiga dawa vizuri, yule mdudu hawezi kuathiri kwa sababu tayari tumeshatibu. Kwa hiyo tukao tunahamisha miche tu na dawa ya wadudu. Lakini pia tuna dawa za ukungu na booster. Tukao tunaanza hatutaji dawa nyingi sana. Dawa za ukungu, za wadudu na booster. Dawa za ukungu jamani zile ni broad spectrum. Zenye zinafanya kazi nyingi. Zinaweza katibu ukungu, zikatibu kutu, zikatibu wale unasema thrips, zikatibu kanitangaze. Dawa za ukungu hizo. Kwa dawa za ukungu haziepukiki kwenye matumizi. Hajaishi ni kipindi cha jua,
kipindi cha mvua unatumia kwa sababu zinafanya kazi nyingi. Kwa upate dawa za ukungu kama kina Ivory 72, akina Master Kinga, Master Kutu, Steve Brukopa na kadhalika. Hizo unazo wakati unahamisha miche yako shambani. Ukihamisha tu ikiwezekana kesho yake rudi upige. Lakini pia upate booster. Booster yote kwa ajili ya kutengeneza ukijani kuwa mwingi. Lakini pia tupate dawa za wadudu kama nilivyosema awali. Baada ya hapo sasa ratiba ya kupiga dawa itakuwa ni kila wiki. Sasa hapo baada ya wiki moja mbele basi utuongezee dawa. Tupate dawa ya kutibu kanitangaze, tupate dawa ya kutibu ile leaf miner, chora. Tupate dawa ya kutibu magonjwa mengine kama kina early blight yanaweza kusababisha magonjwa yale ya ukungu yale. Sasa kabla sijaendelea mbele, kuna magonjwa aina 3. Kuna magonjwa ya fungus, kuna virusi na kuna bakteria. Sio vile kitu. Magonjwa ya fungus ni magonjwa yote kama kina ukungu chelewa au kina early blight, late blight na kadhalika. Umeona? Hapo tunatumia dawa zote za ukungu hizo. Kwa hizo lazima uwe nazo. Magonjwa ya nilia bakteria haya ndio balaa. Na hili likiingia shambani halinaga tiba kamili. Ni mnyauko. Mfano kama kina bacteria wilt, akina verticillium. Umeona? Fusarium wilt. Yako mengi. Yale pale kuyatibu ni changamoto. Ila inategemea na kama umenisikiza vizuri wakati nimefika nimesema nionyeshe watu ambao wanalima nyanya eneo hili. Inategemeana aliyepita alikuwa analima zao gani. Umeona? Shamba la nyanya halitakuwa kulima miaka 2 mfululizo. Kama mlima kwa mwaka mara moja, basi kiwezekana msimu unaofuatia lima zao lingine kwa ajili ya kufanya rotation au mbadilishano wa nini wa mazao ili kuzuia bakteria aliyeathiri zao lililopita asiathiri zao hili. Kwa sababu mfano kama msimu uliopita tulipanda mahindi, msimu tukapanda nyanya, automatically ile mdudu wa mahindi hawezi kula nyanya. Kwa toka tumeshamchanganya kwa hawezi kuathiri. Kwa hiyo kama msimu tukipanda nyanya basi msimu unaofuata tupande mahindi ili shamba letu liendelee kuwa imara. Tukiakula tena nyanya haiwezi kukumbana na magonjwa haya ya bakteria. Mnipata vizuri kabisa. Kuna magonjwa ya virus, ya virusi yako mengi. Wapo kama wala kina aphids wako wengi. Sasa hapa mara nyingi tunatumia dawa zote zenye Bamectin, zenye Mamectin, Bezoate, ziko nyingi unaweza kutumia. Ukienda dukani kwa bwana mimi nataka dawa zenye Bamectin na niaka nakupa. Mnipata vizuri. Dawa hizo ni zipi? Unaweza kutumia kina Simamectin, umeona? Ziko nyingi. Akina dudu Asilamectin, yani ziko nyingi. Akina Simamectin, madawa yote yenye Snoel yanatibu magonjwa ya virus. Kwa hiyo ukiwa una ile wiki moja baada ya kupanda, ukiwa unapiga dawa, cha kwanza upate madawa yale ya muhimu sana yale. Upate madawa ya ukungu kama kina Ivory 72, upate dawa ya wadudu kama kina Ninja, Simamectin, upate dawa ya kanitangaze kama wala kina Seba. Tulia kwanza. Baada hapo kila wiki piga. Wiki 2 mbele unaweza tena kubadilisha madawa. Ukasema pengine niongeze dawa zenye imidacloprid ndani yake. Kama kina nani hapo mfano? Imidacloprid wala kina nani wale. Dawa ziko nyingi mimi nakumbuka viambato. Kwa nikifika dukani nikamwambia naomba dawa fulani. Ananipa. Maana unajua mengine ni business name. Ni majina tu ya biashara. Kikubwa tu mkulima ambaye unaelewa ushike vile viambato. Inaweza vikakusaidia. Nadhani mpaka hapo tumekwisha kuelewana vizuri. Kwa hiyo kutoka kwenye hatua ya kwanza ya kuanza kuhamisha miche shambani mpaka kwenda kuvuna, utakuwa unapiga dawa kila wiki. Na hapo usije ukakalili kwamba kila wiki. Uwe ni mtu wa kutembelea shambani ili kwenda kuangalia ikitokea kuna mdudu ameanza kushambulia angalau hata kwa 5% ya shamba. Basi ukanunue dawa kwa wataalamu. Wanaweza kutupigia simu. Tukushauri kwamba kachukue dawa fulani upige haraka. Kwa sababu kikawaida ukiona leo kuna 5%, basi tegemea kesho kuna mara 2 yake. Kesho kuto kuna mara 2 yake. Unajua nyanya sio kama mahindi. Mahindi unaweza ukasema kuna mdudu mmoja kama wala kina foliami umeingia. Ukasema nitapiga tu. Kabaki hata wiki 2. Ukija ukapiga unaweza kumuua. Lakini nyanya ikiingia imeingia. Watakuwahi mapema. Nadhani mpaka hapo kwenye madawa tumekwisha kumaliza kabisa. So umeandika vizuri? Kabisa. Tumebakiza kipengele gani hapo? Karibu kwa maswali. Kwa mtu mwenye swali. Kuna sehemu ambapo umesema kwamba kuna kupiga dawa baada ya wiki 2,
Alafu hapo ukasema kuna hamna sehemu alosema kupiga dawa wiki 2. Baada ya wiki 2. Yaani hiyo ni mbolea. Hiyo ni mbolea. Sio dawa. Hapo sawa. Sawa, kwa hiyo madawa ni kila wiki. Dawa ni kila wiki. Kwa mtu anayelimia Iringa anaweza kupiga baada ya wiki 2 kwa sababu kuna baridi. Huku kwetu joto. Yaani kuna mtu anapiga baada ya wiki 2 tu kwa sababu kule kuna baridi. Lakini huko ya joto huko ambako nyanya ina siku 60 wanatoka kukimbizana na mabadiliko. Ukichelewa tukanitangaza na kushambulia. Naenda na mabadiliko. Na ni mara nyingi sana huo unatembelea shambani, usio unapiga simu kwamba mmefikia wapi? Wewe shitukiza tu, fika shambani mapema, tembelea kila wakati, angalau hata kama uko mbali kwa wiki hata mara 4. Unatembea kuja kuangalia. Unatembea kila eneo, unazunguka kuangalia kama kuna magonjwa yameingia ili makusudi uweze kufanyaje? Uweze kutibu. Sasa bila kusahau kuna eneo la kuweka fimbo shambani. Na kwa sisi ambao tunatumia drip irrigation ni vizuri zaidi kutumia fimbo kwa sababu fimbo inazuia nyanya dhidi ya magonjwa ya fungus. Fimbo ndo nini? Tunaisikia leo. Zile miti ya kushikilia nyanya. Ya kushikilia. Miti ya kushikilia nyanya. Watumia miti. Tutumia fimbo. Fimbo za shuleni. Sawa. Miti ya kushikilia nyanya. So itumia shambani kwako. Hapa ni muhimu. Na mimi najua hapo unaelewa. Kwa hiyo sasa kikawaida tunasema wiki 3 baada ya kupanda miche. Ikiwezekana kama una miti basi anza kuiweka. Kwa nini? Kwa sababu mizizi ya kwenye nyanya ina tabia ya kutawanyika. Kwa kama wewe ukichelewa ukaja ukaweka katu, unaweza ukashangaa umeweka afu umeukata mzizi kule chini, ukachanganya imeanza kuathiriwa, inanyauka. Kwa hiyo ni vizuri zaidi kabla mizizi haijatawanyika basi uweke shambani. Na kila baada ya miche 3 basi uweke mti. Sio lazima uweke kila mti. Kila mche. Hii inatumia gharama kubwa. Kuepusha gharama basi utumie kila baada ya miche mingapi? 3. Unaweka mti. Baada ya hapo unaweza ukaenda ukawa na ikaza, ukishikilia vizuri na kifaa chochote kile, maana unatumia miti umeichonga ile miti huko minene huko mimbamba, anapigilia mpaka kama vizuri. Mpaka kutumia vizuri. Kwa baada ya hapo cha kuzingatia sasa kwenye miti ambayo itakuwa inakaa huko mwanzoni na mwishoni na katikati angalau hata 3, iwe ni miti mikubwa sana yenye unene kidogo, sio mikubwa sana. Tolea mfano kama lakini wenye unani kama mkono wangu. Sasa ukiwa unaweka huku, kwa sababu utakuwa unafanya kazi ya kuja kuvuta na kamba, unatoka kwa huku miti kidogo yaegame hivi kwa huku, yani upigilie kaka mshazari fulani, upigilie ili ukija kuvuta kadri unavyozidi kuvuta, kwa sababu unajua utaweka kamba ya kwanza, ya pili, ya 3 na matunda yanazidi kuwa ya afya. Unajua mbegu tunazolima zina matunda makubwa afu yanakuwa yana afya. Kwa hiyo ni lazima sasa pale uzingatie miti yako huku iwe mikubwa alafu uweke mishazari. Ili nyanya inavyozidi kukua hata kama ile matunda yatakuwa yanavuta miti, basi miti yako isivutike, ili mpaka tunapomaliza kuchuma mtu anakuwa amesimama. Kwa sababu wakati tunaweka ukume umefanya hivi. Mpaka umenipata vizuri. Sawa. Sasa mimi nilikuwa na swali. Upande wa mbolea za chini ulizungumzia mbolea hii nitrabo itasaidia maua. Nitrabo sio maua. Nitrabo ina calcium mwingi. Ina calcium kwa ajili ya matunda. Kwa ajili ya matunda sana. Lakini sijaona hapa booster unaohitaji kuhusu kuchevusha maua. Sawa. Ili yatoke mengi. Nilikuwa nishasahau. Mambo ni mengi. Sawa. Sasa kwenye booster ziko nyingi. Kuna booster, unajua kwenye kilimo cha nyanya tuna phase kama 3. Phase ya kwanza inaitwa vegetation phase au vegetation stage, kipindi cha kutengeneza majani. Ndio. Phase ya pili tunasema ni flowering phase, ni kipindi cha maua. Na phase ya 3 ni fruiting stage, phase ya nini? Ya matunda. Phase ya majani na phase ya maua na phase ya matunda booster zake ziko tofauti. Ila unakuta mkulima booster aliyotumia kipindi cha majani ndio hiyo ametumia kipindi cha maua, ndio hiyo ametumia kipindi cha nini? Cha matunda. Hasa kipindi cha majani tunatumia booster zote zenye NPK ambazo unazijua. Kipindi cha majani. Cha majani. Ile wiki ya kwanza kutoka kupanda mpaka kufikia ile siku ya 21 wakati tunaweka mbolea zenye calcium na NPK zile, ndio utakuwa unatumia mbolea au booster zenye NPK. Kama wale kina mavuno, akina Mokwiki, nadhani unashia kusikia. Ndio.
Booster zote ukichukua ile kopo la booster lile, ukisoma pale kuna kiwango cha NPK wamekiandika pale. Kwamba hii ina NPK ya ngapi na 10 18 21 24. Kwa hiyo unaangalia pale. Yaani usikimbilie sema ulishangaa ukiingia kwa dukani anakuambia chukua hii booster, hii inafanya vizuri, wewe mwambie sawa. Alafu chukua soma pale kwenye ile kopo. Utashangaa ina NPK 10. Mwambie nipe booster nyingine ina NPK 18. Kwa angalia yenye NPK kubwa. Pale. Usikimbilie ukasema bwana hii nzuri, ukipiga matunda yanaisha. Ile ni lugha ya biashara kufanya wewe ununue ili auze. Lakini wewe angalia kiwango cha NPK kilichoko mle ndani. Umenipata vizuri? Kwa kwenye vegetation stage, kwenye stage ya kutengeneza majani, hapa tunatumia booster zenye NPK ndani yake. Umenipata vizuri? Ukishafika LSP 21 mpaka siku almost 45. Tunaamini pale mmea una maua mengi na una matunda. Pale tunaanza kupiga booster zenye K ndani yake. Ndio maana hapo sasa utanitafuta nianza kukupa booster za kina Super Grow. Umeshaisikia Super Grow? Super Grow sasa cha maua na matunda. Kipindi cha maua na matunda. Hapo tunahitaji booster zenye potassium ndani yake, zenye K. Unaanza kuona mtu anatumia wala kina multi K, ni maana maduka wanauza 1800 lakini ile pale wanatumia nyingi kwa sababu umeweka gramu 300 kila bomba. Gramu 300 ni ngapi? Vingi. 30. Ni vingi sana. Kwa hiyo ukipata booster kama kina Super Grow ni wazuri. Super Grow. Kwa ile shamba la 3 ukipata ile 5 unaweza kutumia mara 2 ukanota nyingine. Unapata vizuri sawa. Kwa hiyo tukishafika stage ya maua, hapo tunaanza matumizi ya booster zenye nini? Zenye K ndani yake. Usitumie tena wala kina Mokwiki wala. Wala kina nane wala. Hapo itakuwa ifanye kazi. Tumia booster zenye nani? Umesikia booster moja inaitwa Vigimax? Ndio. Vigimax na yeye pia inatumia stage ya nani? Ya maua. Na yeye pia ina nguvu lakini haina nguvu kama Super. Unapata vizuri? Lakini ningeshauri pia ungekuwa na Super Grow pia mwanzoni kwa sababu Super Grow inafanya kazi 4. Takriban kama 5. Mwanzoni hapa Super Grow ili inayotumika kweli na joto. Lakini pia maji yetu ni ya drip. Unapata kitu. Super Grow inafanya kazi kama 5. Super Grow ni kiboresha unyevu. Kinaongeza unyevu shambani. Super Grow inafanya kazi kama gundi. Yenyewe ukichanganya dawa nyingine inashika mzigo ya nini? Kwenye majani. Kwa hiyo inafanya kazi kama nini? Kama gundi. Lakini pia Super Grow inafanya kazi kama mbolea. Kwa maana kwamba itakuwa inaongeza majani, maua, shina na matunda yanakuwa makubwa. Kwa hiyo ni mbolea ya muda wote. Mbolea ya muda wote. Lakini pia Super Grow inakwenda kusababisha dawa kutawanyika, tunasema evenly, sawa sawa kwenye majani. Yaani kama mfano umepiga dawa, mtu alikuwa analuka tu, fanya kazi umemtuma aje apige dawa. Kama wewe usimamizi wako ni mdogo, Super Grow itakuwa inapush ile dawa jitawanye vizuri kwenye nini? Kwenye jani. Unapata vizuri. Kwa mwanzoni hapo kuna hamisha pia ukiwa nayo itakuwa ni vizuri zaidi. Sawa. Lingine? Kwenye booster tumemaliza. Twende kwenye ile stage ya matunda. Sawa. Kwenye stage ya matunda tunahitaji booster zenye calcium ndani yake. Ukienda madukani kwambia naomba booster zenye calcium, nimeona zipo zinaitwa microbes. Ziko nyingi. Ndio. Zenye calcium. Unaanza kupiga hizo booster. Sasa hapa wakulima wangu unakuta anapiga tu booster yote, anapiga tu. Haelewi. Kumbe ile booster anaopiga ni booster kibija majani. Kulima kwa hapa si anaenda tu naomba booster. Naomba booster anapiga tu. Na dukani kula atakuuzia kwa sababu anataka muuza. Na yeye hawezi kunanilia, atakwambia chukua hii kapige, kumbe ile booster unaopiga ya kipindi cha nini? Cha majani. Kwa mfano booster gani sasa kipindi cha kasha yenye zenye calcium? Wewe mwambie tunaomba booster zenye calcium. Kwa kweli mimi kukalima dawa waga siwezi. Kwa sababu ni biashara hizo. Mimi na kalidi nutrients za ndani. Nikiambia naomba booster zenye calcium, anambia okay hii hapa ina calcium, kapige hii hapa. Kwa hata ukienda bana naomba booster yenye calcium ndani yake. Hii hapa. Unapiga vizuri. Sawa. Nadhani mpaka hapo kwenye booster tumemaliza. Ndio. Labda swali lingine. Swali langu ni juu ya uchanganyaji wa haya ya madawa. Kuna mingine utakuta unayachanganya yenyewe tupu, utakuta ukikoroga dawa inatoa povu. Ukiweka tu yenyewe ukikoroga unakuta ile povu imefanya hivi. Wakulima wengine wanasema bwana hizo dawa zimefanyaje? Zimekakaana. Sasa ukiweka moja, ukiweka moja, ukiongeza nyingine, povu linaondoka. Hiyo ni reaction tu. Lakini ukitumia dawa zinaenda kufanya kazi. Kikubwa tu kuzingatia, kuna madawa ya kampuni
kampuni moja na viambato sawa. Mfano, tuashumu tumetumia nichukue kwenye mbolea. Umetumia urea. Ukatumia na SA. Samwi moja. Urea na nitrogen. SA na nitrogen. Ni kampuni moja. Hizi mbolea mbili ni virutubisho vya aina moja, lakini viwanda tofauti na ni kampuni mbili tofauti. Unaweza kuathiri mmea. Vile vile na dawa. Dawa unakuta dawa tuashumu ina Mancozeb na Metalax. Alafu ni Ivory 72. Alafu tumetumia hapa pengine Bengold. Ina Mancozeb na Metalax. Alafu na yenyewe ina 80 weighted powder WP. Sio ibada kitu. Kwa namna hivi ambato vinaweza vikawa vina react kivingine. Kwa hiyo ni namna ya kuangalia. Mfano dawa ambazo nilikuwa nakueleza hapo. Ukichukua dawa za fungus Ivory 72 ukachanganya na Seba yenyewe inatibu kantangazi, ukachanganya na booster yenyewe inipikie ndani yake, hakuna madhara yote ambayo yanaweza yakasababisha wewe ukananili. Sawa. Kwa mfano wale wakulima ambao wanatumia anachukua dawa ya kupiga ukungu ya maji, kwa mfano hizi dawa Dikemino. Shakuelewa. Akachukua Dikemino, alafu akachukua hata Damka, dawa moja wanapenda kuitumia Damka. Sawa. Zote ukiziangalia ni za ukungu, lakini kaamua kuchukua ya maji na ya unga. Yuko sahihi. Yuko sahihi. Isipokuwa dawa za ukungu ziko za aina mbili. Iko ambayo iko kwenye solution form na powder form. Kwenye mfumo wa maji na mfumo wa nini? Wa powder. Sasa mfano dawa kama Damka na Dikemino na wengine akina nani wale akina dawa moja inaitwa nini inatumika mara nyingi sana sawa. Lincoln. Sio hivyo? Mwingine nyingine inaitwa nini? Kuna Lincoln za maji zile. Za maji. Ni shasa utatu. Lakini zile dawa hizi za maji mara nyingi tunatumia kipindi cha mvua. Kwa sababu zina nguvu sana. Na zenyewe pia zinatibu, kumbuka zinatibu ukungu. Zinatibu vile vile air bright, right bright, wala kina ukungu chelewa wale ambao wanaathiri na nili majani yanaanza kubadilika rangi. Yanaanza kukauka. Sasa hizi za nini mara nyingi tunatumia kipindi cha mvua kwa sababu zenyewe in nature zina guni ndani yake. Lakini pia zinashika vizuri. Lakini kutumia kipindi cha jua sio shida. Ila sasa ukichukua Damka au Dikemino, tumepata kitu. Au kachukua dawa yote ya ukungwe ambayo iko kwenye mfumo wa maji, ukachanganya na dawa ambayo ya ukungwe lakini ipo kwenye mfumo wa poda. Wewe unakuwa hauko tofauti na mkulima aliyeweka urea na SCA. Kwa amefanya kitu kimoja na gharama kubwa. Okay. Kwa hiyo unaingia kwenye gharama kwa sababu zile dawa zitafanya kazi moja. Kwa sababu wewe umeweka mills sawa sawa na bomba linavyotaka. Ndio. Kwa maana zitafanya kazi hii moja. Ila wewe umetumia gharama. Kuna mkulima wangu mmoja akaniambia mimi nimetumia mifuko 100 kuweka mbolea kwenye eka 6. Eka 6 mifuko 100 kuja kumfuatilia ameweka mbolea urea